Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaendelea na aina za maneno, vitenzi, maswali na majibu. Asante sana kwa kusubscribe. Swali la 4. Eleza tofauti iliyopo kati ya kitenzi kishirikishi kikamilifu na kitenzi kishirikishi kipungufu. Kitenzi kishirikishi kikamilifu ni kitenzi ambacho huchukua viambishi viwakilishi vya wakati, hali, nafsi na hata viambishi ngeli. Kitenzi hiki ni kimoja na hutokea katika sentensi kikiwa peke yake. Kwa mfano, Noel alikuwa mwajiri wangu. Ile kitenzi hapo, kitenzi kishirikishi kikamilifu ni alikuwa. Huyu hakuwa mwaminifu. Hakuwa ndio kitenzi kishirikishi kikamilifu. Kichuguu hicho kilikuwa kikubwa. Kilikuwa. Hiki kimekuwa cheupe. Kimekuwa. Yule angalikuwa wangu. Angalikuwa, unaona kinaishia kwa wa. Zote zina ile kuwa. Kisha kitenzi kishirikishi kipungufu ni kitenzi ambacho hakichukui viambishi viwakilishi vya wakati wala hali. Hata hivyo, weza kuchukua viambishi viwakilishi vya nafsi au ngeli pekee. Yaani vimepungukiwa, vinaonyesha nafsi au ngeli pekee. Mifano katika sentensi: hiki ndicho chetu, ndicho. Sisi tu wazima, tu. Kibaya kinguoni mwake, ki. Vyote vimo ndani, vimo. Huyo ndiye mwalimu wala, ndiye. Njiwa yu kiotani, yu. Swali la 5. Bainisha vitenzi na utaje ni vya aina gani. Wamitila alikuwa shambani. Alikuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Ng'ombe anarukaruka akiruruma. Anarukaruka ni kitenzi halisi. Akiruruma ni kitenzi halisi pia. 3. Nyoka huluza anapotambaa. Huluza ni kitenzi halisi. Anapotambaa pia ni kitenzi halisi. Onyesha vitenzi na utaji aina zake. Chengo anasoma akizungumza. Anasoma ni kitenzi halisi. Akizungumza pia ni kitenzi halisi. Mwalimu anaandika akiongea. Anaandika ni kitenzi halisi. Akiongea pia ni kitenzi halisi. Askari wangali wanamsaka mwizi. Wangali ni kitenzi kisaidizi. Wanamsaka ni kitenzi kikuu. Bainisha vitenzi kisha utaje aina zake. Sauti yake inapanda ikishuka. Inapanda kitenzi halisi. Ikishuka kitenzi halisi. Jambo hilo limeniwia gumu. Limeniwia kitenzi kishirikishi kikamilifu. Mara anapalilia mimea. Anapalilia ni kitenzi halisi. Watoto wanataka kuimba nyiso. Wanataka ni kitenzi kisaidizi. Kuimba ni kitenzi kikuu. 8. Tunga sentensi ukitumia kitenzi halisi. Yusuf anasali. Anasali ni kitenzi halisi. Mashobo anakimbia uwanjani. Anakimbia. 2. Kitenzi kisaidizi na kitenzi kikuu. Daniel anataka kusoma historia. Anataka ni kitenzi kisaidizi. Kusoma ni kitenzi kikuu. Kitenzi kishirikishi kipungufu. Joroge ni mwanafunzi hodari. Kwa hivyo ni ndio kitenzi kishirikishi kipungufu. Kitenzi kishirikishi kikamilifu.
Josiah alikuwa maktabani. Alikuwa ndio kishirikishi kikamilifu. 9. Tunga sentensi yenye vitenzi sambamba vyote halisi. Kamula anakula akizungumza. Vyote ni hivyo, ni vitenzi sambamba. 10. Tumia mzizi wa kama kitenzi kisaidizi. Lopez alikuwa anachota maji. Alikuwa ndio kitenzi kisaidizi ambacho kinawa kitenzi kishirikishi. Tobaya alikuwa Machakos. Alikuwa. 11. Tumia mzizi ngali katika sentensi kama kitenzi kisaidizi. Rogers angali anacheza uwanjani. Angali kitenzi kishirikishi. Rogers angali uwanjani. Angali ndio kishirikishi. 12. Tambua na ueleze aina za vitenzi katika sentensi ifuatayo. Kalamu aliyokuwa nayo mwalimu ni ya mwanafunzi. Aliyokuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini. Kesho tutazungumzia vielezi. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.